Magomvi ya mara kwa mara kwenye ndoa yanaleta umaskini. Mnapokuwa na magomvi yasiyoisha, magomvi ambayo hayana suluhu ya mara kwa mara, mnasababisha baraka zisikae kwenye ndoa. Kila mnapogombana, mjue mmeufungua mlango wa shetani kuleta uharibifu kwenye moyo wa kila mmoja. Wakati mwingine shetani anajua mioyo yetu namna ilivyo, na ili aweze kupata mlango kwa urahisi wa kuharibu ndoa zetu, anaweza kutumia udhaifu wa mmojawapo ili kumfanya mwingine asiwe mwelewa kwenye jambo fulani, awe na kiburi tu, mwingine ajiamini tu kwenye jambo fulani, asitake kukubali ushauri wala kuelekezeka. Lakini mwingine atakainuliwa tu, awe na tabia fulani. Adui anatafuta mlango wa kuweza kupata nafasi kwenye ndoa hiyo. Mnapoona mnakuwa na magomvi ya mambo madogo madogo yasiyoisha, wakati mwingine jaribuni kuangalia hilo jambo linaweza likawa haliko tu kwenye upande wa mwili, liko upande pia wa kiroho. Shetani anajua ya kwamba akiruhusu mkugombane, hakuna fedha au maendeleo yoyote mtakayoyafanya. Tafuteni chanzo, ni kwa nini mnagombana mara kwa mara. Mengine ni shetani anafanya kazi ya kuondoa baraka kwenye familia. Mengine ni adui yupo kwa ajili ya kuondoa mshindwe kufikia malengo yenu. Tazama, mlipokuwa na amani, mlikuwa mnaweza kuweka mipango na mipango ikawa inakamilika vizuri. Hata kama ikichelewa, mlikuwa mnatiana moyo. Hata kama ilikuwa iendi vizuri, lakini kuna mahali mlikuwa nasema tutafika. Lakini mlipomruhusu tu shetani aweze kuingia kwenye ndoa, magomvi yaingie, kila mmoja anajiona yeye ndio anaweza kutetea nafasi yake, kila mmoja anajiona yeye ndio mjuaji, kila mmoja ndio anajiona yeye ana haki. Adui akaleta uharibifu, akaleta magonjwa, akaleta magomvi, akaleta ulevi, akaleta kutokusikilizana, akaleta amani kutokuwepo kabisa kwenye ndoa. Adui anajua kwamba amani kitoweka kwenye ndoa, umaskini umeingia. Hata ukipata pesa huwezi fanyia chochote cha maana. Unanisikia mwanaume? Ukigombana na mke wako umezuia baraka zako. Hata ukipata pesa hautafanyia kitu cha maana, na kuambia ukweli, haujalogwa. Ni kwa sababu nyumbani hakuko sawa. Mwanamke, unapogombana na mme wako hutaki kushuka, ugomvi usioisha, unazuia baraka kwenye maisha yako. Utajikuta unapata matatizo, utajikuta mnafanya watoto wasibarikiwe. Biblia inaonyesha wazi ya kwamba kuomba kwa mwanaume kunategemea mahusiano yake na mwanamke wake yapoje. Majibu ya maombi ya mwanaume yanategemea mke wake yupoje, mke wake na yeye wana connection gani. Petro wa kwanza sura 3 mstari wa 7, kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili, kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu, ili kuomba kwenu kusizuiliwe. Kuomba kwako kunaweza kuzuiliwa kama mke wako hayuko vizuri na wewe. Kuomba kwako, maombi yako yanaweza kuzuiliwa, na hata ukipata chochote utakuwa unaweka kwenye mfuko uliotoboka. Mwanamke, magomvi ya mara kwa mara na mme wako unazuia mibaraka, unazuia maendeleo, unazuia afya ya familia. Amweni sasa kutibu jambo hilo, kwa sababu adui anapokuwa anapata nafasi mara nyingi, magomvi ya mara kwa mara anaweza kuwafanya mshindwe kufikia ndoto zenu. Roho ya wivu imewaingia. Wivu ni mpango wa shetani. Yakobo 3:16, maana hapo palipo na wivu na ugomvi, hapo pana machafuko, ni kila tendo baya. Yaani mnapokuwa na magomvi na wivu, hapo ni machafuko tu. Hakuna jambo la maana litakayotokea. Ni umaskini umeingia, ni magonjwa yameingia, ni kukwama kwenye mipango yenu yote. Ni kwa sababu mmekubali adui aingize machafuko kwenye familia. Ondoeni wivu ambao mmeuingiza, ondoeni mawazo mabaya, aminianeni. Kama kuna mtu ana vitu vya makando makando, muachiliane. Mtasumbuana mpaka lini? Wengine kwenye ndoa mmekuwa na miaka mingi, mtagombana mpaka lini? Ni aibu. Ni aibu mbele za Mungu, lakini pia ni aibu hata kwa watu ambao wanawazunguka, ambao wanawaheshimu. Wengine imefika mahali hata vyumba hamulali pamoja. Imefika mahali kila mmoja analala mwingine chini, mwingine analala kwa watoto, mwingine analala kivyake. Wengine hata tendo la ndoa kwenye ndoa limekuwa adimu, halipo. Kila mmoja anajiona yeye ndio mwenyewe, yeye ndio anajiona ana haki. Ifike mahali mmoja wapo ajishushe, atafute amani. Biblia inasema kwamba tafuteni amani. Amani inatafutwa, amani inatafutwa, amani inagharamiwa. Tafuta amani. Ukitafuta amani, Mungu atawasaidia. Biblia inasema vizuri kwenye kitabu cha Waefeso sura 5 mstari 28. Waefeso sura 5 mstari 28, vivyo hivyo imewapasa waume kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mke wake hujipenda mwenyewe. Mpende mke wako, mwanaume unanisikia.
Amua kuachilia tu ndani ya moyo wako hayo magomvi. Mpaka lini? Amua tu kukubali kwamba sisi ni wanadamu, hakuna aliyekamilika, hakuna ndoa iliyo salama asilimia zote. Mengine watu wanafichiana, mengine watu wanachukuliana. Hakuna ndoa ambayo haina machangamoto, haina mapito, lakini kuna hali ya kuchukuliana. Unasema, mtumishi wa Mungu, mimi huyu mwenza wangu mjui. Mpaka Mungu amekuamini, amekupa, manake anaamini unamuweza, anaamini hilo jaribu unaliweza. Jitie nguvu. Magomvi ya mara kwa mara sio mazuri. Magomvi yanauondoa uwepo wa Mungu. Magomvi yanaondoa baraka. Magomvi yanaleta umaskini. Na neno la Mungu linaonyesha wazi ya kwamba tunapokuwa tunabishana kweli kupo, lakini jua lisichwe bila kuachiliana, kwa sababu hata ukienda ibadani ukafanya maombi, kama umekwazana au umegombana na mwenzio, maombi yako hayana mpenyo, sadaka yako haina mpenyo. Kitabu cha Waefeso sura 4 mstari wa 26. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujaondoka. Anasema ili baraka zirudi, lazima muondoe uchungu mioyoni mwenu. Ili baraka zirudi, lazima muondoe uchungu. Jua lisichwe bila uchungu kuondoka mioyoni mwenu. Amua sasa kuachilia. Msamehe mwenza wako. Ndio huyo Mungu amekupa. Hata kama unaona amekuwa na usumbufu kiasi gani, ndio wako wako tena. Mwambie tu Mungu, naomba hekima ya kuishi na huyu mtu. Ifike mahali mjuane huyu ana madhaifu yapi na mchukuliane. Lakini pia Mungu ameondoka hapo kwa sababu hamna maombi, hamna ushirikiano. Mmoja amue kuomba sasa, vunja hiyo roho ya mafarakano na magomvi. Mungu atarejesha amani. Amani ikiwepo kwenye ndoa, amani ndio kila kitu. Biblia inasema kwamba amani ni wapayo, si kama dunia itoavyo. Leo nakutamkia amani ya Kristo iingie kwenye ndoa yako. Amani ya Kristo iingie kwenye familia yako. Amani ya Bwana iingie kwenye maisha yako. Pokea amani kwa jina la Yesu. Mahali popote ulipo, pokea amani. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya familia hii. Huyu mpendwa amesikia ujumbe huu. Moyoni mwake ameona ni vema kuachilia. Sijui ni ndoa ya nani ambao leo inaenda kupona, lakini najua kuna ndoa ya mtu inaenda kupokea uponyaji. Nami Bwana naondoa uchungu, naondoa maumivu yaliyokaa moyoni, visasi na viondoa kwa jina la Yesu. Mungu, naomba uwaumbie wanandoa hawa na mwanandoa huyu moyo wa kusamehe, moyo wa kuachilia. Wafanye waweze kupendana. Ule upendo wao wa kwanza waliotafutana nao urudi kuanzia sasa. Ewe Ibilisi, nimekuondoa kwenye ndoa hii. Ewe roho ya uchungu, shina la uchungu, toka katika jina la Yesu. Kuanzia sasa narejesha amani ya ndoa yenu. Kuanzia sasa narejesha kibali cha ndoa yenu. Narejesha uchumi wa ndoa yenu. Imetosha adui kuwatumikisha. Imetosha adui kuleta mafarakano. Narejesha amani ya ndoa kwa jina la Yesu. Narejesha furaha ya ndoa kwa jina la Yesu. Narejesha afya ya ndoa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kuna mwanandoa mmoja unapokea uponyaji saa hii. Mungu akupe kuachilia. Fanya maamuzi magumu, amua kuyafanya haya yaishe. Hata kama unasema mtumishi wa Mungu, itanigharimu kwa kiasi fulani, kuna mambo mengine ili aweze kuleta matokeo lazima ikugharimu. Kubali gharama hiyo, halafu baada ya gharama hiyo utanipa ushuhuda. Utasema mtumishi wa Mungu, nimeona ushindi. Yaachilie mengine, acha yapite. Hakuna ndoa ambayo haina mapito. Sio kweli. Hata kama unaona watu wanachekeana, lakini mioyoni na kwenye nyumba kuna siri kubwa. Achilia tu, safari iendelee, ili wengine waweze kuona utukufu wa Mungu na muwaponye wengine. Mungu akubariki. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ayubu Ndelwa, ambaye nimetoa ujumbe huu na nimesikia kusema na wewe. Mungu akutendee mema. Unaweza kuendelea kupokea vipindi vya kiroho kwa kuingia YouTube kwa kuandika maombi ni dawa, au mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, au maombi tiba.